ليه؟ نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما بعد. Makruhat siyam, kitu ambaye katika somo inakarahisha ai haipendezi mtu amefunga kufanya. Somo haiwezi kubatilika hii, lakini huenda somo thawabu yake itapungua au itamba somo dosari na mjuruhu somo au thawabu huenda atapungua. Ya kwanza almubalagha fi almadmada wal istinshaq. Madmada kuchukua maji kuweka mdomoni hivi alafu unatema madmada. Istinshaq nitwa kuchukua maji unaweka kwa pua. Mtu kachukua wudhu, sunna Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuchukua maji anaweka mdomoni mara tatu, ama mwingine anaunganisha, chukua maji anaweka kidogo hapa na mwingine anaingiza hapa, anatema maji ile madmada. Na istinshaq anaweka maji kwa pua, baadaye anatoa kutoa, lakini kwa mkono wa kushoto. Sasa mtu wakati amefunga kuchukua maji kuweka mdomoni na kuweka puani kama kawaida, sharia hajakataza, lakini sharia imekataza asiweke mingi sana, yani asiweke maji na maji nyingi sana, weke kidogo tu, maanake pua hii ina connection moja kwa moja na tumbo. Uende tuweka maji mingi katika pua, inaingia tumboni, umeharibu somo yako. Yani fanya istinshaq madmada, lakini usizidishe. Ni hii katika, na Mtume anasema mubarak fi istinshaq kasa fi istinshaq. Na madmada anakusema mtu anaweka maji au anafanya ni hatari, huenda maji itaingia. Na hii hadithi ni mapokea Ahmad wa ghairu. Alqubla, usimbusu mke wako mchana Ramadhani kama unajua kumbusu kwako unapata hisia. Kama unabusu mke wako mchana Ramadhani, yeye anasikia hisia, wewe unasikia hisia, bora usibuse kabisa. Imekuja hadithi albab وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه، متفق عليه واللفظ لمسلم. الحافظ بن حجر العسقلاني anasema رحمه الله, Aisha amepokea kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema kawaida Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anambusu wake zake hali yeye amefunga. Riwaya nyingine imekuja anambusu mke wake hali yeye amefunga na ana wudhu, anaenda kusalisha. Lakini hapa riwaya inaonyesha anambusu wake zake hali yeye amefunga. Yubashir maana yake anamkumbatia mke wake hivi sallallahu alaihi wasallam. Ana mubashara inakuja mara maana aljimaa, tendo ndoa, na moja inakuja maana yake ni kushikana. Asla mubashara imekuja katika bashara, kukutana hivi mubashara. Hata katika video unaona TV sio hata Kiswahili mubashir, maana kitu live, unaona sio kitu ambayo ishatokea. Sasa Mtume alikuwa anambusu na anamshika hivi hali yeye amefunga. Lakini Aisha anasema lakini Mtume sallam alikuwa anajizuia hisia, haisikii na hawezi kuingia kufanya tendo ndoa. Sasa hii hadithi inaonekana kama mtu anaweza kumdhibiti nafsi yake, kumshika mke wake hivi na yeye anamjua hawezi kuathiri hivi kawaida. Watu wanatofautiana, yuko mbele kutoka safari, mbele wa wazazi wako, mke wako umehag, yeye amekuhag, hausikii hisia kawaida tu, lakini yuko kuhag ni ina mbili, kila mmoja anajua yeye nafsi yake. Watu wanatofautiana hivi. Aisha sema Mtume sallam alikuwa anajizuia yeye irbihi. Ulama wengine wanasema hawezi kutenda ndoa, wengine wanasema irbihi maana yake Mtume sallam alikuwa anajizuia, anadhibiti sehemu yake ya siri, yani hawezi kusikia hisia maana yake. Alafu wazada fi riwayat Ibn Hajar, na riwaya nyingine Musa amezidisha fi Ramadhani, ilikuwa katika mwezi wa Ramadhani. Sasa yani somo sio somo ya sunna, somo ya fardhi ilikuwa tunasema anabusu na hag mke wake sasa, lakini alikuwa anajizuia. Ulama wanasema Ibn Umar radhiallahu anhuma au Umar radhiallahu anhu ameuliza Mtume sallam, bibi unaweza kumbusu mke wangu mimi? Kaza muulize mamako huyo. Kifupi mtu anaweza kumbusu mke wake kumhag
mchana Ramadhani kama wewe usikii hisia. Kama unasikii hisia, bora usifanye kitu hivi. Na nimesema hapa liirbihi ai hajiz nafsihi, hawezi tendo ndoa kuingia na hawezi kumfanya tendo ndoa, au anajizuia sallallahu alaihi wasallam sehemu yake ya siri sallallahu alaihi wasallam. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. أسمى الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله ابن عباس anasema Mtume صلى الله عليه وسلم amefanyiwa nitwa hijama, ni chuku, sio chuku, hali yeye ameingia ihram. Ihram maana nini? Yani kaweka nia ya umra au haj, amevaa nguo ya ibada ya ihram ambayo wanaume wanavaa nyeupe. Wahtajama, na Mtume sallam siku moja amefanyiwa chuku, wa huwa saimun, hali yeye amefunga. Hadithi iko Bukhari. Yani hadithi anasema Mtume sallam imeingia katika ibada ya umra au haj, amefanya chuku, na Mtume sallam siku moja amefunga, amefanyia chuku. Hii hadithi amepokea Bukhari, hii iko wazi. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. أسمى حافظ بن حجر رحمة الله عليه شداد بن أوس anasema Mtume siku moja kabita sehemu inaitwa al-Baqi'. Baqi' watu wengi wanafikiri sehemu ilikuwa sehemu kubwa sana, kwa sehemu ya kuzika watu, kwa sehemu watu wanaweka takataka, ilikuwa sehemu kubwa sana, sio sehemu ambayo ina kazi maalum wakati ile. Lakini si Baqi' ni kaburi, lakini sio ilikuwa eneo kubwa sana. Maana iko hadithi Hudhaifa imekuja, Mtume sallallahu nimeona anakidhi haja yake, haja ndogo, hali yeye amesimama. Sahih Muslim, amesimama katika Baqi'. Sasa watu nafikiri Mtume anajisaidia ndani ya kaburi. Baqi' ni sehemu na ni katika zubala, iko sehemu ya kuweka taka mbe. Yani iko maksudi yangu ni ardhi kubwa sana, ina matumizi mbalimbali tofauti. Sasa Mtume asema kabisa siku moja al-Baqi', kaona mtu mmoja anafanyiwa chuku. Chuku maana kutoa damu katika mwili katika Ramadhani. Mtume akamwambia aftara al-hajim wal-mahjum, huyu anamfanyia chuku, hana somu, mefuturu, na huyu anafanyia huyu chuku, huyu anafanya na anafanyia, wote ni hawana somo, mefuturu, somo yao ni batili. Hii hadithi anasema Ibn Hajar amepokea al-khamsa ila Tirmidhi, isipokuwa Tirmidhi na Sahih Ibn Khuzaimah Ibn Hibban ila akhiri. Sasa hadithi ile kwanza kama inagongana, lakini tuendelee utajua hadithi hii inaweka wazi. An Anas bin Malik radhiallahu anhu qala أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. أنس بن مالك anasema mwanzo Mtume sallam amezuia, amekarahisha, hajapendeza, hajakubali mara kwanza sallam mtu kufanya hijama, kufanya kutoa damu hali yeye amefunga. Mtume mara kwanza ilikuwa ni kitu hajapenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini na Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja kambitia Ja'far bin Abi Talib ambaye mtoto wa babake mdogo na mdogo wake Ali bin Abi Talib radhiallahu anhum, amemwona Mtume sallallahu alaihi wasallam anamfanyia hijama hali yeye amefunga. Mtume akasema aftara hadhani, hawa wawili vile vile hawana somo, mefuturu. Sasa aftara hadhani, shujua sisi mtu ushitoka kwake damu amefuturu, umeelewa? Lakini huyu anatoa damu, atafuturu vipi? Lazima uelewe vizuri. Zamani walikuwa wanatumia pembe ya ng'ombe ya kuvuta damu, wanaweka tundu hapa, wanachana, wanaweka, wananyonya, wanavuta hivi. Sasa nakusudi kama damu huwa damu inaingia, hii makusudi ni aftara hadhani. Lakini Anas anasema thumma kisha Mtume sallam ametoa ruhusa. Mwanzo Mtume amekataza,
mtu asifanye chuku hali yeye amefunga. Lakini anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anas, kisha Mtume karuhusu. Kata Kiswahili kitu ruhusa maana yake zamani ilikuwa imekataliwa. Asema Anas, kisha Mtume sallam karuhusu mtu wakati amefunga afanyiwe hijama. Nasema Anas alikuwa anafanya chuku wakati yeye amefunga. Ibn Hajar hadithi anasema hadithun qawahu Daraqutni, wallahu a'lam.